ya ujanja maungamo yako bona ya uongo asifiwe. Ninakusalimu katika jina la Bwana. Huyo ni mjakazi wa Mungu aliye hai. Haleluya. Nina mazungumzo machache, ningeomba ufungue moyo wako ili upate kunisikia. Na wengi wamekuwa wakibisha juu ya andiko hili, hata wachungaji walielewa wanapolisoma. Haleluya. Bwana Yesu atusaidie sana. Nataka nikusomea andiko hili la Wakorinto wa kwanza sura ya 11 na mstari wake taanza wa 5. Bwana anatuagiza hivi wanawake: mbali kila mwanamke asalipo au anapoutubu au kutabiri au kushauri maneno ya Mungu kwa wanawake wenzake bila kufunika kichwa, huyaibisha kichwa chake, kwa maana ni sawasawa na yule aliyenyolewa. Wakati mwanamke unapokuwa kwenye kazi yoyote ya kimungu, lazima uwe na kitambaa ufunike kichwa chako. Haleluya. Kuomba au unapokuwa uko kanisani, ibadani, au uko kwenye ibada na watoto wako na familia yako, funika kichwa. Mimi huwa nafunika kichwa changu kwa sababu pia ninajua muda wote naweza nikawasali, muda wote naweza nikamuita Bwana, sio mpaka tu iwe saa ya ibada. Haleluya. Tukiendelea mstari wake, basi tunasema, maana mwanamke asipofunikwa na akatwe nywele, au ikiwa ni aibu mwanamke kukata nywele zake au kunyolewa, na afunikwe. Kwa maana kweli haimpasi mwanamume kufunikwa kichwa, kwa sababu yeye ni mfano wa utukufu wa Mungu, lakini mwanamke ni utukufu wa mwanamume. Maana mwanamume hakutoka katika mwanamke, bali mwanamke katika mwanamume. Wala mwanamume hakuumbwa kwa ajili ya mwanamke, bali mwanamke kwa ajili ya mwanamume. Kwa hiyo imempasa mwanamke awe na dalili ya kumilikiwa kichwani kwa ajili ya malaika, walakini si mwanamke pasipo mwanamume, wala mwanamume pasipo mwanamke katika Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Tena tunafunika vichwa vyetu kwa sababu ishara ya kuonesha tunamilikiwa, ishara ya unyenyekevu, kwa sababu tena ya malaika. Haleluya. Sasa wewe unadanganywa huko, nywele zako, hapana. Lazima uoneshe ishara ya kumilikiwa kama mwanamke mcha Mungu. Jitahidi sana kuwa unafunika kichwa, na wengine wameanza kukubali, lakini unajua mtu kama amepokea wokovu anaanzaga na makofia, na mimi nilianzaga na makofia. Unaona usionekane mshamba, mara unavaa kofia, mara unavaa vitambaa vya modeli ya Kinigeria. Vitambaa vimpi Mungu tukufu. Ni uuni na ushetani ambao Wakristo wanawake wameuingiza makanisani. Havimpi Mungu tukufu. Tulivivaa sisi wote, lakini havimpi Mungu tukufu. Wakati utakapofika viwango vya kupanda, wale ukimsihi Bwana umuombe Mungu akufunulia, atakuonesha hivyo sio vitambaa ambavyo wanawake wa zamani wa Kristo waliomcha Bwana katika roho na kweli, wanamke wa Biblia, walikuwa vile makofia vya Kinigeria vikubwa au makofia tu vya masokoni. Hapana. Tujitahidi sana kuvaa vitambaa kama hivi ninavyovaa, au modeli wa Kiislamu, kujitandia. Haleluya. Usivae kitambaa ili upendeze. Wengi wanakuwa wanavaa kitambaa ili aonekane, avutie. Hapana, wewe sio kahaba. Akili yako sio watu wa kutamani, wanaume wa kutamani, watu wa kusifia. Akili yako tu upae masifa, usifiwe. Hapana. Vaa kitambaa kwa sababu ya ishara ya kuonesha wewe ni mwanamke, uko chini ya mwanamume. Vaa kitambaa kwa sababu pia malaika. Usivae kitambaa ili upate sifa, uonekane wewe ndio unajua kufunga vitambaa sana, wewe ndio unajua kuvaa kitambaa vizuri, au upate sifa yoyote. Hapana. Vaa kitambaa kwa sababu ya maandiko, kwa sababu ya kumtii Mungu Yesu Kristo. Na Mungu akubariki sana.
Na nitakwenda kuonesha baadhi ya vitu ambavyo watu wengi wanavifanya, vitambaa ambavyo wanavaa ambavyo mpendezi Bwana. Rekebisha njia zako. Usilete uudi kwenye mambo ya kiroho. Usilete ujinga ndani ya mambo ya kiroho. Usilete upumbavu ndani ya mambo ya kiroho. Angalisho. Amen. Nyinyi ndio mmekuja kuchafua wanawake wa Kikristo ambao mnakuja na vimatambaa vyenu, vimawigi vyenu. Angalisho. Kuwa makini sana. Vaa kitambaa ndani ya nywele zako umezichana vizuri, umeziosha. Sio unanukanuka mijoto, unanukanuka uchafu, hapana. Mungu wetu ni Mungu msafi na mtakatifu. Bwana apate kukusaidia ili utoke kwenye mitego ya ibilisi ya kuvaa vitambaa vya uuni, wanawake wauni. Vaa kitambaa kama mwanamke mwenda mbinguni, mwanamke ambaye amejawa roho, ambaye amejawa nguvu za Mungu, kwa jina la Yesu. Shalom, shalom. Ibilisi ameingilia wana wa Mungu wakidanganya watu kuvaa makofia eti ni vitambaa. Hizo kofia ambazo wengi wanavaa hivyo sio vitambaa. Hiyo aina ya kufunga hivyo sio aina nzuri au modeli nzuri, style nzuri ya wanawake wacha Mungu. Hiyo sio hivyo, sivyo vitambaa. Ukiona wanawake wanavyovaa vitambaa vya aina hivyo, ni wanawake kweli ambao ukiwaona ni wanafanana muonekano wa kidunia. Sio wanawake wa mcha Mungu, kwa sababu hawana maombi. Mwanamke wa maombi hawezi kuvaa kitambaa kama hicho, kwa sababu kofia, utaombaje na kofia kichwani? Kwanza inawaingizia wengi roho ya viburi ya kujiinua. Unapovaa vitambaa vya aina hii, vinakupa kiburi, vinakupa kujiona. Makofia yanakupa kiburi na dharau, kuona ambao wanavaa vitambaa kwa aina kawaida ambao ni Mungu anayotaka, unawadharau. Wengi wanavaa vitambaa vya hivyo, uone jinsi wanavaa, hata kuvaa kwao tu kunaonekana ni kwa kipepo, hakumpendezi Bwana. Ukiona wengi ambao wanavaa vitambaa vya aina hivi, ni vitambaa kabisa ambavyo vinavaa watu ambao wampendi Mungu. Hizo picha unazoona hapo ni aina ya wanawake wa Israeli. Kisa walikuwa wanavaa, wanawake wa mcha Mungu. Hiyo ndio kisa wanawake wa mcha Mungu wanakuwa wanavaa, wanawake wa kale. Na tukisoma maandiko matakatifu, Petro wa kwanza sura ya 3 na mstari wa 3 anasema, kujipamba kwenu kusiwe kujipamba kwa nje, yani kusuka nywele na kujitia dhahabu na kuvalia mavazi, mbali kuwe utu wa moyoni usioonekana katika mapambo yasiyoharibika, yani roho ya upole, utulivu, iliyo ya thamani kuu mbele za Mungu. Na anakuonesha aina ya mavazi ya si wa Kristo ambayo tunapaswa kuvaa. Hii ndio manguo yetu, manguo ya kujiachia, sio kubana, manguo ambayo haina machapa, haina maminyama, mamichoro, haichori sura za watu, minyama, mbali ni manguo ambazo zina maua au zina rangi moja na ndefu zenye kukuachia. Sio manguo za kukubana mwili, hapana. Sio manguo magauni ya kukuachia, mapana tena ndefu za mikono mirefu ambazo zinastiri kifua chako, mgongo na kustiri sehemu zote. Tuige wanawake wakali wa Biblia waliovaa mavazi ya kujistiri hadi wakasifiwa, wakaandikwa ndani ya maandiko matakatifu. Vaa kitambaa kizuri, kisio kitambaa kichafu au kia marangi ya ovyo ya michoro ya minyama, michoro za kuzimu, hapana. Vaa magauni mazuri kama hayo. Mavazi nzuri. Haleluya. Kuna manguo nyingi sana online ambazo unaweza kuvaa nzuri zenye kupendeza, marangi za utukufu, rangi nzuri. Vitambaa hivyo hapo. Jitahidi kuwa na vitambaa aina mbalimbali. Jitahidi kuwa na mavazi za aina mbalimbali. Tuwe wasafi kiroho na kimwili pia. Vitambaa hivyo unaweza kuvaa. Hizo ni manguo ambazo nimeweka, unaweza kuvalia ndani ya gauni lako. Yes. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo ni aina ya manguo ambayo nimekuja kuwaonesha sisi wa Kristo. Mubarikiwe sana. Share please. Amen.